Leo hii tumekuja kukabidhiwa hichi kidaraja ambacho tulikijenga kwa nguvu za mbunge, lakini pia na kwa nguvu za wananchi, kwa sababu mbunge kazi yake ni kufanikisha tu, lakini wananchi wenyewe wamejitolea tangu ujenzi, mawe, kokoto, saruji mpaka kikafanikisha hichi kidaraja. Kwa kweli kabla kujengwa hichi kidaraja katika mtaa kulikuwa kuna changamoto kubwa, hususan wanafunzi kupita siku za mvua. Ilikuwa inafika hata wanafunzi wengine kubebwa inawezekana kwa baskeli au kwa gari la ng'ombe, na vile vile kidaraja hichi kimegawa mitaa miwili, mtaa mmoja uko juu, mtaa mmoja uko chini. Sasa kutoa bidhaa kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine wakati ya siku za mvua ilikuwa ni shida sana. Sasa kutokana na uwepo wa kidaraja hichi, changamoto hiyo kwanza imeondoka. Kwa kweli sasa hivi wananchi wanasafirisha bidhaa zao kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine. Na siku za mvua kweli vijana wetu wanapata tabu kweli. Manufaa mengi mheshimiwa au mzee wetu kayazungumza ambayo yanaendelea huku kwetu, na sisi tunaongezea tu. Kwa kilichobakia, changamoto yetu iliyobakia kwa sasa hivi ni masuala ya maji. Lakini swala la vibomba hivi alhamdulillah tunamshukuru mheshimiwa na tunafurahi sana kwa ujio wake. Mimi naamini kwamba katekeleza ilani ya CCM kwa sababu kachaguliwa na wananchi, na wananchi ndio sisi tulomchagua. Kwa tumpe nguvu kwamba 2030 akirudi tena, mimi naamini tutampa kura nyingi kweli kweli. Na sisi wananchi tushirikiane kwa umoja wetu kwa support serikali kwa utendaji wa kushinda uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Mwinyi. Kasi na ari wanaoifanya iendelee. Moja ambalo lipo katika akili yangu sana, suala la maji. Sasa hivi tuna shida ya maji. Tunaiomba serikali, wawakilishi na wabunge wasimame kidete kama walivyoweza kutusaidia haya, basi tuwapeleke kupata tatizo la maji ya ZAWA.